Kwa shirika la viwanda vidogo Tanzania SIDO lipo kwa ajili ya kuhakikisha viwanda hivi tunavitoa kwenye vidogo vidogo vinakuwa vidogo na mwisho wa siku anakuwa ukishafika kati tunakupeleka uwekezaji. Kwa maana yote tayari umeshakuwa mtu mzima unaweza kujitegemea. Kwa hiyo kama shirika kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tunatoa mafunzo ya ujasiriamali na uendelezaji wa biashara. Lakini pia kama shirika tunatoa teknolojia mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kila unachokifanya unakifanya kwa ufanisi zaidi. Lakini kama shirika tunatoa mitaji midogo mikubwa kwa ajili ya kuhakikisha biashara yako inaendelea. Naposema mtaji sio kwamba ni hela tunakupa, ni mikopo midogo ambayo ipo kwa ajili ya kuendeleza biashara ndogo ndogo. Lakini pia kama shirika tunawaunganisha wajasiriamali wote na masoko. Umetengeneza biashara na ni bidhaa yako lakini huna sehemu ya kupeleka au hujui unafanyaje. Shirika lipo kwa ajili ya kuhakikisha linakuunganisha wewe mjasiriamali na soko lililopo. Wengi tunatengeneza vitu vingi sana tunapokuwa majumbani kwetu au kwenye viwanda vyetu, lakini hatujui tunauza wapi. Au hata katika kuuza, je, vitu tunavyotengeneza vina ubora? Kwa hiyo SIDO ipo kwa ajili ya kuhakikisha bidhaa unayozalisha kwanza inakuwa imefungashwa vizuri, pili inakuwa ni bora, tatu inakuwa na nyaraka zote ambazo zinatakiwa kwenye bidhaa yako. Nikipita nikiangalia hapa kwa bidhaa chache zilizoko hapa, sidhani hata kama kuna moja yenye TBS. Sasa kama una TBS utaingia sokoni? Hapana. Kwa hiyo shirika lipo kuhakikisha kwamba wewe linakusaidia uzalishe bidhaa ambayo ni bora, bidhaa ambayo umefungasha vizuri, bidhaa ambayo itakuwa na nyaraka zote muhimu ambazo zinahitajika kwenye bidhaa yako. Wengi tunazalisha tu afu unachukua ile kopo la maji unafunga mle, mtu amekunywa maji yamaliza, unaweka sabuni na unaenda unauza. Kwa namna hiyo uwezi ukafanya nini? Uwezi ukapambana na soko lililopo sasa hivi. Kwa hiyo kama shirika tunafanya kazi hizo kuu 4 kuhakikisha bidhaa au mjasiriamali anakuwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nishawahi kupata mafunzo SIDO lakini sio hapa Dar es Salaam, Mtwara. Nilifundishwa jinsi ya kuoka korosho. Vile vile nilipatiwa mafunzo ya kutengeneza mitungi ya maua. Vile vile nilifundishwa kutengeneza mafuta ya nazi. Kwamba tulikuwa tunakuna nazi kavu, alafu tunazianika. Tukimaliza kuzianika tunaweka kwenye mashine pale SIDO, tunakamua. Baadaye tunayachemsha, tunachanganya na maji kwa dakika fulani hivi ambao siwezi kuelezea zote. Unaona? Baadaye tunayaweka chini akishachemka. Baadaye baada ya hapo unachukua yale mafuta unayachuja, mafuta peke yake, maji yanabaki peke yake. Afuta unarudisha tena kwenye moto. Yana kaushwa pale. Kisha kaushwa naweka chini, tukagawa na vifungashio, chupa zile zenye sidi tukajaza alipopoa, tukafunga, wale katupa na rebo tukaweka, tukauza kwenye maonyesho Sabasaba. Labda baada ya kupitia mafunzo yale, ulipoingia na ulipotoka ulikuwaje? Yaani nilivyoingia nilikuwa mbumbumbu, lakini nilipopata elimu basi nikawa mjanja, nikajifundisha na vitu vingine tofauti na hivyo nilivyowatajia vingi tu. Asante.